Amjambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo. Ni matumaini yetu kwa mmeamka salama na mnaendelea vizuri katika siku hii mpya ya leo. Tunakaribisha tena katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 17 za mwezi wa 5 mwaka 2026 ambako tunakuletea habari zote muhimu kutoka ndani na nje ya nchi kwa uhakika, weledi na uaminifu mkubwa. Kama ilivyo kawaida yetu, Kivu News Info ndio chombo chenu cha habari za haraka sana zenye kuaminika kutoka maeneo yote ya Kivu na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla. Basi endelea kuwa nasi kwa muda huu kupata taarifa kamili za matukio, siasa, usalama na uchumi na maisha kila siku endelea katika eneo letu na duniani kote. Niendelee kujuza tu kwamba kila siku Kivu News Info tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote kile ningekusina kuomba kufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone, kueme, vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuichagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni na mazungumzo yetu kila siku ni hakikisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo na wewe endelea kutuandikia na ukatujuza na tusikilize kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi niite Eloge Lulonga, basi na kualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu hii ya asubuhi ya leo. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Hofu na wasiwasi vinaendelea kutawala katika eneo la Sange ndani ya wilaya Uvira mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuripotiwa kugunduliwa kwa kaburi la pamoja lenye miili 47 ya watu siku chache tu baada ya makundi ya waasi wa M23 kuondoka katika eneo hilo. Wakati huo wakazi wanaendelea kuishi katika hofu kutokana na uwepo wa mabomu na vifaa vya mlipuko vilivyoachwa katika baadhi ya maeneo ya mji huo. Kwa mujibu wa mashirika ya kiraia katika eneo la Sange, miili hiyo ilizikwa katika kaburi hilo la pamoja takriban wiki moja iliyopita, kipindi ambacho mapigano na hali ya sitofahamu vilikuwa bado vimetanda katika ukanda huo wa Uvira. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, mwanachama wa mashirika ya kiraia Kelvin Bwisha amesema kwa ugunduzi huo umebua maswali mengi pamoja na hofu kubwa kwa wakazi wa eneo hilo ambao tayari wameathiriwa na vita na ukosefu wa usalama kwa muda mrefu. Kuna kaburi la pamoja kule Sange ambako watu 47 walizikwa. Milioni ilitupwa humo karibu wiki moja iliyopita, amesema Kelvin Bwisha. Wakazi wa Sange wamesema tangu kuondoka kwa baadhi ya makundi yenye silaha, matumaini ya kurejea kwa amani yalikuwa yameanza kuonekana, lakini taarifa hizi mpya zimeongeza tena taruki katika jamii hii. Wengi wanaeleza kuwa bado hawajui mazingira halisi yaliyosababisha vifo vya watu hao na wala utambulisho wa baadhi ya miili iliyopatikana. Baada ya kaburi hilo pamoja, jamii ya Sange pia imeendelea kufia uwepo wa mabomu na vifaa vya mlipuko vilivyoachwa katika baadhi ya shule na maeneo ya makazi. Hali hiyo imekuwa ikiwatia wasiwasi wakazi pamoja na viongozi wa kijamii wanaogopa watoto wao kushiriki wakati wa kurejea shuleni au kucheza karibu na maeneo hatari. Kelvin Bwisha ameonya kuwa baadhi ya shule bado zina maeneo yenye vifaa vya mlipuko na ametaka serikali pamoja na wataalamu wa usalama kuingilia haraka ili kusafisha maeneo hayo kabla ya kutokea kwa ajali nyingine. Katika baadhi ya shule za Sange bado kuna sehemu zenye vifaa vya mlipuko, ameongeza akisema. Pamoja na liyo ya hofu, utulivu wa kiasi umeanza kuonekana katika baadhi ya mitaa Sange ambako shughuli ndogo ndogo za biashara zimeanza kurejea pole pole.
Hata hivyo, baadhi ya wakazi tayari wamelalamikia kurejea kwa vitendo vya unyanyasaji na ulazimishaji wa michango kwa wasafiri na wafanyabiashara katika baadhi ya barabara. Kwa mujibu wa mashirika ya kiraia, baadhi ya watu wenye silaha wanajulikana kama wazalendo wameanza tena kuwatoza wananchi fedha kwa nguvu licha ya hatua zilizokuwa zimechukuliwa hivi karibuni za kuondoa viziwizi vya malipo kwenye barabara hiyo namba 5. Wakazi wameomba mamlaka za mkoa wa Kivu Kusini pamoja na serikali kuu kuongeza juhudi za kurejesha usalama katika maeneo ya Uvira, Fizi na Minembwe ambao katika miezi ya hivi karibuni endelea kushuhudia mapigano ya mara kwa mara, mauaji, uharibifu wa miundombinu pamoja na wimbi kubwa la watu waliokimbia makazi yao. Mashirika mbalimbali ya ndani yanaendelea kuonyesha kuhusu kuongezeka kwa mahitaji ya kibinadamu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku maelfu ya wananchi wakiendelea kuishi katika mazingira magumu kutokana na hali ya usalama inayozidi kuzorota. Hali ya usalama inaendelea kuzua wasiwasi katika mji wa Uvira mkoani Kivu Kusini baada ya mwanaume mmoja anayejulikana kwa jina la Papa Shimbe kuuawa na watu wenye silaha ambao bado hawajatambuliwa usiku wa kuamkia leo katika quartier ya Kalundu. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyanzo vya ndani pamoja na mashirika ya kiraia, tukio lilitokea siku ya jana Jumamosi tarehe 16 Mei majira saa 1:30 jioni katika makazi ya marehemu alipo kwenye Avenue Karigo ndani ya komini ya Kalundu mjini Uvira. Mashuhuda wa eneo hilo wanasema watu wenye silaha walifika nyumbani kwa marehemu kabla kufyatua risasi iliyosababisha kifo papo hapo. Tukio hilo limezusha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Kalundu ambao wanasema vitendo vya uhalifu wa kutumia silaha vinaendelea kuongezeka siku hadi siku katika baadhi ya maeneo ya Uvira. Baada ya tukio hilo, wananchi wengi walionekana wakikusanyika karibu na eneo la mauaji, huku wengine wakitaka mamlaka za usalama kuongeza doria za usiku ili kuzuia matukio hayo kama hayo kuendelea kutokea. Kupitia tamko la rasmi, shirika la kiraia la Société Civile des Compatriotes Congolais linalojulikana kwa kifupi Sosiko DRC limelahani vikali mauaji likitaja kuwa ni kitendo cha kinyama kisichokubalika katika jamii hii. Shirika hilo linasema kuwa kuendelea kwa mauaji ya raia wasio na hatia kunazalisha kuzorota kwa usalama katika maeneo mbalimbali ya Uvira, na limetoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili kuwalinda wananchi pamoja na mali zao. Sosiko DRC imestaka pia huduma za usalama kufanya uchunguzi wa kina ili kuwabaini watu wanaohusika na mauaji na kuwafikisha mbele ya sheria haraka iwezekanavyo. Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa Kalundu wanasema wanaishi katika hofu kutokana na ongezeko la matukio ya watu wenye silaha kuvamia nyumba za wananchi hasa nyakati za jioni na usiku. Wameomba serikali pamoja na vikosi vya usalama kuongeza uwepo wa askari katika maeneo yenye hatari kubwa, na sikio linakuja wakati ambako mji wa Uvira pamoja na maeneo mengine ya Kivu Kusini unaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali za kiusalama zinazohusishwa na uwepo wa makundi yenye silaha, uporaji wa kutumia nguvu pamoja na mashambulizi dhidi ya raia. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu kukamatwa kwa wahusika wanaohusika katika mauaji ya Papa Shimbe, huku uchunguzi ukitarajiwa kuendelea ili kubaini mazingira halisi ya tukio hilo. Wananchi wa Uvira wanaendelea kutoa wito kwa serikali kuhakikisha usalama wa raia unaimarishwa ili kurejesha utulivu na kuondoa hofu ambayo inaendelea kutawala katika baadhi ya mitaa ya mji huo wa Uvira. Licha ya wito wa kusitishwa kwa mapigano katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taarifa mbalimbali zinaendelea kuripoti harakati za kijeshi katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Kivu Kusini ambako waasi wa M23 wanaendelea kuimarisha uwepo wao katika maeneo kadhaa ya kimkakati. Kwa mujibu wa taarifa kutoka mjini Bukavu, asubuhi ya jana vikosi pamoja na vifaa vya kijeshi vinavyodaiwa kuwa vya muungano wa waasi wa M23 na RDF vimeonekana vikishushwa katika bandari ya Mwanzi baada ya kuwasili kwa meli zilizojulikana kwa jina la Konkwa. Mashuhuda wa eneo wanasema meli hizo zilibeba wanajeshi pamoja na vifaa mbalimbali vya kijeshi vinavyodaiwa kutekelezwa katika maeneo tofauti ya mapigano ndani ya mkoa wa Kivu Kusini. Harakati hizo zimezua hofu kubwa miongoni mwa wananchi wanaofia kuendelea kwa vita na uwezekano wa mapigano kusambaa katika tarafa nyingine. Raia mmoja aliyetoa taarifa hiyo huku sauti yake ikifichwa kwa sababu za kiusalama amesema ameamini kuwa hatua hiyo inaonyesha kuwa waasi bado wana nia ya kuendelea kusonga mbele na kuelekea maeneo mengine licha mazungumzo ya wito wa usitishaji wa mapigano uliotolewa katika ngazi mbalimbali. Kwa mujibu wa baadhi ya wachambuzi wa usalama katika eneo hilo, kuendelea kwa usafirishaji wa wanajeshi na vifaa vya kivita kunaweza kuongeza mvutano katika maeneo ambayo tayari yameathiriwa na vita kwa muda mrefu. Wakazi wa Bukavu pamoja na maeneo jirani wanaendelea kuishi katika hali ya taharuki huku wakifuatilia kwa karibu mwenendo wa hali ya usalama.
Taarifa hizo zinakuja wakati ambako juhudi mbalimbali za kidiplomasia zinaendelea kufanyika ili kurejesha amani mashariki mwa DRC. Hata hivyo, wananchi wengi wanasema bado hawaoni dalili za kurejea kwa utulivu wa kudumu kutokana na kuendelea kwa harakati za kijeshi katika baadhi ya maeneo. Katika miezi ya hivi karibuni, mapigano kati ya vikosi vya waasi wa M23 na vikosi vya serikali ya Kongo pamoja na washirika wao wamesababisha maelfu ya wananchi kuyahama makazi yao, huku hali ya kibinadamu ikiendelea kuzorota katika maeneo mengi ya Kivu kaskazini na kusini. Kwa sasa mamlaka rasmi mjini Bukavu pamoja na serikali ya Kinshasa bado hajatoa tamko rasmi kuhusu taarifa hizo za kuwasili kwa vikosi hivyo na vifaa vya kijeshi kupitia bandari ya Mwanzi. Hata hivyo, wakazi wanaendelea kutoa wito kwa serikali kuimarisha usalama na kuchukua hatua za haraka ili kuzuia kuongezeka kwa mapigano katika eneo hilo. Wakati mapigano yakiendelea kushuhudiwa katika maeneo ya Haut Plateau na Fizi na Minembwe, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaendelea kueleza umuhimu mkubwa wa kimkakati wa eneo la Minembwe katika mzozo huu unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa uchambuzi mbalimbali wa kijeshi, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaonekana kulazimika kuongeza presha ya kijeshi katika eneo la Minembwe pamoja na maeneo yaliyozunguka, kwa sababu eneo hilo linalotajwa kuwa moja ngome muhimu zaidi katika Plateau za Kivu Kusini. Minembwe haionekani tena kama kijiji cha kawaida, bali ni kama kitovu muhimu cha kijeshi, kiusalama na kimkakati ambacho kina uwezo wa kudhibiti harakati nyingi katika ukanda wa Fizi, Uvira na maeneo yanayozunguka ziwa Tanganyika. Eneo hilo lipo karibu urefu na kunaokadiriwa kufikia mita 2500 kutoka usawa wa bahari, jambo ambalo linafanya Minembwe kuwa sehemu ya juu inaweza kutoa uwezo mkubwa wa uangalizi wa maeneo ya chini pamoja na kudhibiti njia mbalimbali za kijeshi na kibinadamu. Wataalamu wa usalama wanasema kwamba anayeshikilia Minembwe ana uwezo wa kufuatilia na kudhibiti njia nyingi muhimu zinazounganisha Haut Plateau na maeneo ya chini, Fiza, Baraka pamoja na Uvira. Njia hizo ni pamoja na aksi ya Tuweue kuelekea Mikenge Centre, Kalingi Minembwe, Kagenge Minembwe pamoja na rute ya Point Zero kuelekea Mikenge. Njia hizo zinatajwa kuwa ni muhimu si tu kwa harakati za kijeshi bali pia kwa usafirishaji wa bidhaa, misaada ya binadamu pamoja na njia zinazohusishwa na biashara za madini kama dhahabu na kasterite kuelekea mipaka ya nchi jirani. Kwa mujibu wa baadhi ya wachambuzi, kupoteza udhibiti wa Minembwe kunaweza kuwapa makundi yenye silaha uwezo mkubwa wa kuendelea kujimarisha katika sehemu kubwa ya mkoa wa Kivu Kusini pamoja na kupata njia za kurudi karibu na mipaka ya nchi jirani. Katika mazingira hayo, serikali ya Kinshasa pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaonekana kuona operesheni za kijeshi katika eneo hilo kama hatua muhimu za kurejesha mamlaka ya dola katika eneo la Haut Plateau. Wakati huo, Rwanda inaendelea kutumiwa mara kwa mara na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na baadhi ya ripoti za kimataifa kwa kile kinachodaiwa kuwa msaada wa kijeshi kwa kundi la Twirwaneho linaloshirikiana na M23. Kigali hata hivyo imekuwa ikikanusha madai yayo mara kwa mara. Kwa mujibu wa uchambuzi wa kijeshi, Rwanda inadaiwa kutumia mikakati wa vita huo usio moja kwa moja kwa kutoa msaada wa vifaa, silaha, risasi, drone pamoja na mawasiliano kwa makundi wa shirika bila kuonekana rasmi mstari wa mbele wa mapigano. Inaelezwa kwamba mkakati huo unasaidia makundi hayo kuendelea kushikilia maeneo ya juu kama Mikenge, Point Zero pamoja na Minembwe Centre, huku ikiepuka kuhusisha moja kwa moja jeshi la Rwanda katika vita vikubwa ambavyo vinaweza kuleta presha ya kimataifa. Mapigano yaliripotiwa katika kipindi cha mwaka 2025 hadi mwaka 2026 yakiwemo mashambulizi ya drone pamoja na mashambulizi ya kujibu kutoka pande tofauti yanaonekana kudhibitisha kuendelea kwa vita vya aina hiyo, ambapo makundi ya ndani yanatumika kama nguvu ya kwanza ya mapigano huku yakipata msaada kutoka nje. Mbali na mapigano ya kijeshi, wachambuzi pia wanazungumzia kile walichokiita vita vya ushawishi wa habari na kampeni za kisaikolojia. Katika kipindi cha hivi karibuni, maandamano mbalimbali yamekuwa yakifanyika ndani ya diaspora katika miji kama Washington, Nairobi pamoja na baadhi ya nchi za Ulaya, ambako baadhi ya wanaharakati wamekuwa wakizungumza kuhusu kile wanachokiita mateso dhidi ya jamii ya Banyamulenge. Taarifa hizi zimekuwa zikisambazwa kupitia video, mitandao ya kijamii, petition pamoja na kampeni za ushawishi wa kidiplomasia ili kuwavutia tahadhari ya jumuiya ya kimataifa kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo la Haut Plateau ya Kivu Kusini. Hata hivyo, baadhi ya mashirika ya kimataifa pamoja na waangalizi huru bado hawajathibitisha rasmi madai ya mauaji ya kimbari kama inavyotajwa na baadhi ya wanaharakati. Kwa mujibu wa machambuzi wa kisiasa na kijeshi,
Mkakati huo wa kuunganisha msaada wa siri wa kijeshi pamoja na kampeni kubwa za mawasiliano unalenga kuongeza presha kwa serikali ya Kongo na washirika wake, huku ukiwapa muda zaidi makundi yenye silaha kuendelea kujipanga katika uwanja wa vita. Kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuendelea kwa mashambulizi katika Minembwe kunatajwa kuwa sehemu ya mpango mpana wa kuvunja ngome za wasi, kurejesha usalama katika plateau na kuhakikisha njia zote muhimu za kijeshi pamoja na biashara zinarudi chini ya mamlaka ya serikali. Katika miezi ya hivi karibuni, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetangaza kurejesha udhibiti wa baadhi ya maeneo ikiwemo Minembwe Centre mwezi Februari mwaka 2026 pamoja na Mikenge mwezi Machi. Hata hivyo, kuendelea kwa mapigano kunaonyesha kuwa hali bado ni tete na operesheni za kijeshi zinaendelea katika eneo hilo. Wananchi wa mkoa wa Kivu Kusini wanaendelea kutumaini kurejea kwa amani, huku wakihofia kwa mapigano ya plateau yanaweza kuendelea kuathiri maisha ya maelfu ya watu walazimika kuyakimbia makazi yao kutokana na vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC. Mbunge wa kitaifa Claude Misara amebua wasiwasi mkubwa kuhusu kile alichokitaja kuwa jaribio la kuhamishwa kwa miradi inayofadhiliwa na Benki ya Dunia kutoka eneo la Uvira kuelekea mkoa mwingine, licha ya hali ya usalama kuonekana kuimarika katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini yaliyorejeshwa chini ya udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Kupitia barua aliyomwandikia waziri wa biashara ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mbunge wao amepinga vikali hatua inayodaiwa kuchukuliwa na baadhi ya huduma za kifundi ndani ya wizara hiyo kuhusu kusitishwa kwa mikataba inayohusisha Projet de Facilitation de Commerce et Intégration dans la Région de Grand Lac maarufu kama PFCEGL. Kwa mujibu wa Claude Misara, hatua hiyo inaweza kuathiri vibaya maendeleo ya kiuchumi pamoja na shughuli za biashara katika maeneo ya Uvira na maeneo mengine ya Kivu Kusini ambako kwa muda mrefu yamekumbwa na changamoto za kiusalama na ukosefu wa miundombinu bora ya biashara ya mipakani. Mbunge huyo amesema kuwa taarifa zilizonazo zinaonyesha kuwa baadhi ya maafisa wa kiufundi ndani ya Wizara ya Biashara ya nje wanaelekeza fedha zilizotengwa kwa ajili ya miradi hiyo kwenda katika mkoa mwingine kwa hoja kuwepo kwa ile ukosefu wa usalama katika mkoa wa Kivu Kusini. Hata hivyo, Claude Misara amesema sababu hiyo haiendani na hali ya sasa eneo hilo, akisisitiza kwamba Uvira na maeneo mengine yako tayari chini ya udhibiti wa vikosi vya serikali ya Kongo na kwamba shughuli mbalimbali zinaanza kurejea pole. Katika barua yake, mbunge huyo ametaka serikali kuhakikisha fedha za Benki za Dunia zinaendelea kubaki ndani ya mkoa wa Kivu Kusini na kwamba kazi zilizokuwa zimepangwa zinaanza tena haraka iwezekanavyo ili kusaidia uchumi wa wananchi pamoja na biashara za mpakani. Ametaka serikali kufungua mara moja maamuzi yote yanayohusiana na kuvunja kwa mikataba ya ujenzi wa maendeleo katika Poste de Sange, Nyamoma pamoja na Rubega, Luvunge ambazo ni sehemu muhimu katika biashara ya mpakani kati ya Kongo na nchi jirani. Kwa mujibu wa wachambuzi wa maendeleo katika eneo la Maziwa Makuu, miradi ya aina hiyo ina umuhimu mkubwa katika kuimarisha biashara, usafirishaji wa bidhaa pamoja na kuongeza mapato kwa wananchi wanaotegemea shughuli za kuvuka mipaka katika mkoa wa Kivu Kusini. Wakazi wa Uvira pamoja na wafanyabiashara wa eneo hilo wanaeleza kuwa kusitishwa kwa miradi hiyo kunaweza kuongeza matatizo ya kiuchumi ambayo tayari yamechangia kwa kiasi kikubwa na vita vya ukosefu wa usalama uliodumu kwa muda mrefu. Baadhi ya wafanyabiashara wanasema miundombinu ya biashara katika maeneo mengi ya Uvira bado iko katika hali mbaya na kwamba msaada wa Benki ya Dunia ulikuwa umeleta matumaini ya kuboresha mazingira ya biashara pamoja na kuharakisha usafirishaji wa bidhaa kuelekea Burundi, Tanzania na maeneo mengine mashariki mwa Kongo. Kwa upande mwingine, baadhi ya wadadisi wa kisiasa wanaona kuwa mjadala huo unaonyesha ushindani mkubwa wa maendeleo kati ya mikoa mbalimbali ya DRC ambako kila eneo linataka kunufaika na miradi ya kimataifa inaweza kusaidia kufufua uchumi wa ndani. Hadi sasa Wizara ya Biashara nje pamoja na mamlaka husika bado hajatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo ya kuhamishwa kwa fedha za mradi ya PFCEGL kuelekea mkoa mwingine. Wakati huo, wananchi wa mkoa wa Kivu Kusini wanaendelea kutoa wito kwa serikali kuu pamoja na washirika wa kimataifa kuhakikisha kuwa miradi ya maendeleo haikatishwi kutokana na changamoto za kiusalama, hasa katika maeneo yaliyoathirika kwa muda mrefu na vita ambako wananchi wanahitaji zaidi msaada wa kiuchumi na kijamii. Shirika la Afya Duniani limetangaza kuongeza nguvu katika hatua za dharura baada ya kuthibitishwa kwa mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola katika mkoa Ituri kaskazini mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kupitia mujibu wa OMS, tani 5 za vifaa za matibabu zimepelekwa kwa ndege kutoka Kinshasa hadi Bunia ili kusaidia wahudumu wa afya pamoja na vituo vya kutibu wagonjwa vilivyopo katika eneo hilo. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa limesema pia limepeleka wataalamu wa ziada katika eneo hilo, wakiwemo waliobobea katika ufuatiliaji wa magonjwa, kinga na udhibiti wa maambukizi, uchunguzi wa maabara, huduma za kitabibu, usafirishaji wa vifaa pamoja na mawasiliano ya hatari na ushirikwaji wa jamii. Uchunguzi wa maabara uliofanywa na Taasisi ya Kitaifa ya Utafiti wa Tiba umeonyesha kuwa mlipuko huo unasababishwa na aina ya virusi vya Ebola inayojulikana kama Bundigyoko baada ya kuthibitishwa katika sampuli 4 kati ya 15 kuchukuliwa na watu wanaoshukiwa kuambukizwa. OMS pia imesema kwa tayari timu ya kwanza ya wataalamu ilikuwa ishapelekwa Ituri kusaidia uchunguzi uliopelekea kuthibitishwa kwa mlipuko huo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, hadi sasa vifo 18 vya jamii vilivyoshukiwa kuhusishwa na ugonjwa huo vimeripotiwa, ingawa uchunguzi zaidi unaendelea kuthibitisha uhusiano moja kwa moja na Ebola. Shirika hilo limeeleza kuwa hatua za haraka zimewekwa zikiwemo kuimarisha ufuatiliaji wa magonjwa, kutafuta na kufuatilia watu wanaokutana na wagonjwa, kuzuia maambukizi, kuongeza uwezo wa maabara na kuhamasisha jamii kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Ebola imekuwa ikijirudilia mara kwa mara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika eneo la mashariki mwa nchi ambako mlipuko kadhaa umeripotiwa katika miaka ya hivi karibuni. Na ni hivyo ndivyo ilikuwa mwisho wa taarifa yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 17 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa kuendelea kufuatilia kuanzia mwanzo hadi mwisho, na tunatathmini sana uaminifu wenu kwa Kivu News Info. Basi endeleeni kufuatilia kupitia vipindi vyetu vingine vya taarifa zaidi, uchambuzi wa kina na habari za kila siku kutoka ndani na nje ya nchi. Na kabla tujatimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, naendelea kukumbusha tu kwamba huenda hii ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla kuondoka, ningekuomba kufanya kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nasema kujabone kweme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa tumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Eloge Lulonga, neni Kivu News Info. Baki salama, lindeni amani yenu na wengine, na msisahau kuendelea kuungana na Kivu News Info kwa habari za kweli, za haraka na zenye kuaminika wakati wowote. Basi bye chao, baki salama, na niendelee kujuza tu kwamba tukutane tena baadaye kwenye matangazo yetu mengine kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bye na chao. Screen zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.